Yes, ni kukaribishe katika familia ya Mapro TV kupata zile updates kali ambazo zinajiri na tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote muhimu ambazo zinajiri. Yes, ni segment ya kimichezo, tunajadili yale mazuri na makubwa ya kimichezo ambayo yametokea katika kila pande, na hapa nina breaking news kabisa, taarifa mpya, na hii inatoka pale katika viunga vya klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Bwana, kama unakumbuka vyema, siku kadhaa nyuma hapa kumetokea na mtafaruku kidogo, sintofahamu kati ya golikipa Djigui Diarra, lakini pia ikimhusisha na nahodha wa timu hiyo ya Yanga ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto kuwa katika mgogoro ambao umepelekea kutoelewana kwa wawili hawa, na chanzo kikiwa ni kile ambacho nafikiri tulishakieleza hapa kuhusiana na kupoteza kwa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, na lawama zikawa zimeangukia kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Sasa nafikiri unakumbuka vizuri kama nilikueleza ya kwamba kitu ambacho kimeleta mgogoro zaidi ni Djigui Diarra kwenda kueleza uongozi pia kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto ndio sababu ya yote, na inavyoonekana anafanya makusudi kwa sababu si mara ya kwanza kufanya hivyo. So kitendo hiko kilipelekea mikwaruzano kati ya Bakari Nondo Mwamnyeto na golikipa huyo Djigui Diarra, na Bakari Nondo Mwamnyeto aliondoka kutoka kambini and then akaondoka zake Tanga, lakini good news kwa sasa ni kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto jana aliweza kuitwa na akarudi. Walikaa uongozi kuwakutanisha Nondo pamoja na Djigui Diarra, na waliweza kusolve swala hilo ili mgogoro huo uishe, na jambo lililokuwa jema ni kwamba wawili hao wakaamua kuziweka kando tofauti zao, na sasa wanarejea rasmi kuendelea na majukumu ya kitimu. Na ukiangalia leo hii katika picha na videos za mazoezi ya Yanga utamwona pia Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa anafanya mazoezi katika kikosi hiko cha Yanga, kwa maana yale mambo ambayo yalikuwepo yameisha, lakini pia mtafaruku huo umeisha, and that's why kwa sasa wamerudi kuijenga timu yao. Hayo ndiyo yamejiri kwa upande wa kimichezo. Ni kuombe tena kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele usipitwe na taarifa zote muhimu. Lakini pia kama una maoni, ushauri, tafadhali drop comments kwenye comment section, tutakuwa tunapitia na kusoma kile ambacho umetueleza. Asante na kwaheri.